Mama Katolika, Mungu mbele niwe mwanga. Mama Katolika, Mungu mbele ya kazi. Mama Katolika, Mungu mbele niwe mwanga. Kwa kumaliza, nia ya mwisho ile baba askofu anaita conclusion inasema nini? Wanatuomba na kutusii tupate kuishi hapa pa dunia kama wafanyakazi wa nani? Wa Mungu. Sisi ni viumbe vyake, sisi alitutumia kama wafanyakazi wasipo bei, tusaidie kuendelesha eklezia ya Mungu, kutangaza neno la Mungu. Na kwa kuweza kutangaza ile neno la Mungu, tunapasha kwanza sisi wenyewe kujitayarisha kwa ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye wakati atakapokuja atupate katika hali yenye kustahili, na hali yenye kustahili ni hali ya wana wa Mungu. Hali yenye kustahili ni hali ya watu wenye kutembea katika oga wa Mungu. Hali yenye kustahili ni hali yenye kuonesha kama tunamheshimu Mungu na tunamwabudu kwa sababu yeye ni muumbaji wetu. Kwa hiyo, wamama wapenzi, baba askofu anitupatia nia tatu, anitupatia maneno makubwa, njia tatu juu tupate kuishi katika uangalifu kwa uchungaji wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kitu ya kwanza, baba askofu anitualika kumapendo katika kindugu. Tuishi katika mapendo, tujue kusaidiana. Wakati ndugu zetu wako katika magumu, tuwasaidie, kwa sababu magharibi wa maisha yetu, wakati utakapofika, kutakuwa hukumu, na ile hukumu watangalia namna gani tulishi katika mapendo. Na kama tulishi katika mapendo, watetonesha nyinyi mulikuwa watu wema, muingie katika utukufu wa baba yenu. Ile ni neno la kwanza. Na neno la pili, tufanye kitubio. Wale wenye kuwa katika fitina waache mafitina yao. Na wakati tunafanya kitubio ni namna kujitakasa. Na wakati tunajitakasa, maana yake tunatembea katika mwangaza mpaka ujio wa Kristo Bwana wetu. Na neno la tatu, tunapashwa kujua ya kama kitubio ni kitu kikubwa ndani ya maisha ya Kikristo. Tunapashwa kujua ya kama kitubio inajenga imani yetu. Kitubio ndiyo sabuni ya moyo wetu kwa kuweza kutosha uchafu. Tusimfiche Mungu kitu hata hiki kimoja, kwa sababu yeye anaona moyo wa kila mmoja, kila wakati na kila saa. Mungu anajua furaha ya kila mmoja, kila wakati na kila saa. Mungu anajua magumu ya kila mmoja, kila wakati na kila saa. Mungu anajua mahitaji ya kila mmoja, kila wakati na kila saa. Kwa hiyo, ndugu wapenzi, tuishi katika eklezia, tutembee katika mwangaza, tujitayarishe kwa ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, tukionyesha mapendo kati yetu, tukiwasaidia maskini na tukifanya kitubio, na tutasema kweli Maranatha, maana yake uje Roho Mtakatifu. Amen.